kutokana na tukio kubwa la msiba wa mzee wetu almarhum rais mstaafu wa awamu ya pili, mzee wetu, mlezi wetu, mpenzi wetu Sheikh Ali Hassan Mwinyi, msiba ambao sote wa Tanzania bila ya shaka tumepokea kwa huzuni kubwa na kwa majonzi makubwa sana. Sisi sote wa Tanzania tutamkumbuka mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi kwa namna alivyoweza kuishi na sisi na kuishi na Watanzania katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza akiwa kama kiongozi, kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kipindi cha pili ikiwa mkishastaafu, ni mwananchi tu wa kawaida yuko nyumbani, ni namna gani ameweza kuishi na sisi. Tutakumbuka sana uchamungu wake. Mzee ameishi maisha ya uchamungu akiwa rais, ameishi maisha ya uchamungu akiwa nje ya kazi yake ya uongozi. Lakini alikuwa ni kisiwa yeye cha hikma, busara, mtu wa kutoa nasaha na miongozo kwa mtu yote yule ambaye atakuwa amemwendea kutaka miongozo na kutaka kupata neno kutoka kwake la kuweza kumsaidia katika maisha yake. Mzee Mwinyi ilikuwa ni kimbilio letu. Kwa hiyo utaona msiba inatofautiana uzito. Msiba wa mzee Ali Hassan Mwinyi, mzee wetu, uzito wake umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu ilikuwa sisi sote tunamkimbilia kutaka kupata hikima zake na busara zake. Alikuwa akipenda watu sana, na alikuwa mara nyingi wakiwaasa watu katika mambo anayoona hayaendi vizuri, lakini alikuwa yeye ana mambo mengi sana ambayo Watanzania tunaweza tukajifaharisha naye. Na nadhani kwa miaka ya nyuma aliweza kupewa hata tuzo kule Saudi Arabia kutokana na kazi yake aliyoifanya akiwa rais na maisha yake alipokuwa yuko nje ya kazi yake ya urais. Mfalme wa Saudi Arabia aliona huyu mzee anastahili katika watu wakubwa duniani apewe tuzo, na akenda akapewa tuzo. Kwa hiyo ile ni alama tosha ya kwamba mzee wetu alikuwa ni mzee mwenye mambo yanayokubalika kidunia, wala si Tanzania peke yake. Kwa hiyo ana mambo mengi mzee wetu na ana sifa nyingi, na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania tunaandaa dua yake nyingine, na katika kipindi hicho cha dua yake tutaeleza mengi katika sifa zake ambazo alizokuwa nazo. Katika kule kuzitaja itakuwa ni kiigo chema kwa Watanzania wote kwa ujumla. Amesobiana na watu wema wengi, ameishi nao, ameishi na mashekhe wakubwa kabisa, ameishi na watu wakubwa kabisa, ameonana na watu wakubwa kabisa, na yeye alikuwa akiwapenda watu wa khair. Fasuhbatul akhyar lilqalbi dawa tazidu fil qalbi nashatan wa quwa. Yuko mtu mmoja anasema nayo, anasema kusuhubiana, kuandamana na watu wema ni dawa ya moyo, kunaongeza katika moyo uchangamfu na nguvu. Mzee wetu ameishi na watu wema, amechuma mengi kutoka kwao, na hakuwa mchoyo na sisi akatugaia katika jumla ya maisha yake yote. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mtu mwenye hikma, alikuwa ni kiigo chema kwetu sisi. Kipindi kile kulipotokea msiba wake, mimi kama mufti wa Tanzania niliwapa maagizo mashekhe wote wa mikoa, wilaya, kata na maimamu wa misikiti yote kwa ujumla kumswalia salatul ghaib, kwa sababu hakuna cha kumfanyia zaidi ya kumwombea Mungu subhanahu wa ta'ala amweke mahala pema. Na wapa pole wanafamilia wote kwa ujumla, wanawe, wajukuu zake, jamaa zake wote, na Watanzania kwa ujumla, na hasa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, lakini pia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na Watanzania wote kwa ujumla. Ninawapa pole kwa kuwaambia maneno aliyosema mwanachuoni mkubwa, anasema famal muazza bibaqin ba'da mayitihi wala almuazzi wala asha ila hin.
hakuwa mwenye kupewa pole hata kufa baada ya yule mtu ambaye ndio sababu ya kupewa kwake pole, wala yule mwenye kutoa pole naye kutoa kwake pole si sababu ya kubaki. Itatokea siku wawili hawa wote wataondoka katika huu ulimwengu, kwa sababu ulimwengu ni mahala pa kupita. Na wahusia jamaa, watoto, familia ya almarhum mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili, kushikamana na uvumilivu, kushikamana na subira, na wao wanaelewa, wamesoma. Mungu anatuambia wabashiri sabirin, wape habari njema wale wenye kusubiri, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ambao wakipatwa na msiba wao wanamkimbilia Mungu tu, wanajinyenyekeza kwa Mungu, wanasema sisi ni waja wa Mungu na kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutarejea. Kwa hiyo hatuna cha kusema cha zaidi ya kuridhia kile ambacho amekifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika msiba huu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.